wanafunzi wakiwa na walimu wengine. Kwa hivyo ni kitambaa mojawapo ambacho naona wengi wenu mnakiangalia na kukiguza. Pia niko na kitambaa kingine hapa. Hiki ni kitambaa ambacho kimeshonwa na wanafunzi wenyewe, hakuna ushirikiano wa mwalimu hapa. Kitu ambacho hatukuweka ni maua kwa sababu ya saa na material ilikuwa kidogo, so wakatengeneza wakamaliza, na mnaweza ona vile kimetokelezea. Hii ndio part ambayo inaangalia juu. Hapa ni tunaita negative part, this is the positive part of it. So wakati utaandika kiti, hii ndio side inaangalia juu, kiti chako kinawekwa na kinatandikwa vizuri. Tuko na kitambaa kingine hapa ambacho pia ni wanafunzi wetu walitengeneza. Kituo kinanifurahisha hapa ni matching of the colors vile wamezifanya. Si mwalimu anawaelekeza peke yake tu, bali wao wenyewe wanasema tunataka tutumie rangi fulani ili tuweze kutengeneza kitambaa fulani. Pia tuko na mate hapa. Hii ni mate ambayo inaweza tumika pale nyumbani wakati mnataka kuwekelea labda vyombo ambavyo viko na chakula ambacho ni moto. Hii mate ikitengenezwa vizuri kisha iwe kubwa, ni mate ambayo inaweza tumika pale nyumbani katika kuwekelea vyakula mezani. Siku hizi tuko na meza ya vioo, si ndio? Badala ya kuwekelea chakula moto kwa meza ya kioo, hii ni kazi ambayo mtoto wako mwenyewe anaweza ifanya pale nyumbani akiwa hana kazi nyingine ambayo umempea afanye. Akikuomba material, wewe mnunulie uzi ni shilingi 100 peke yake. Nunua uzi kalasi mbili, uzi ya maybe ya black and white or red and vile anaweza kuambia ile kala unataka. Na hiyo ni kazi ambayo anaweza ifanya mwenyewe na hata wewe mwenyewe utafurahia pale nyumbani. Wanafunzi ambao wamefanya hii kazi ni wanafunzi wa grade la 5, grade 5, grade 3 pia watakuja kufanya yao wakati watafika grade 5. Kwa hivyo wanaenda kulingana na syllabus ile inawaelekeza. So hiyo ndio kazi ambayo unaweza kufanya. Vitambaa ni vingi, sitaweza kuonyesha vyote, kuna vingine viko pale. Unaweza angalia, unaweza chukua chenye unaona uangalie, kisha kama kuna chenye kimekupendeza unaweza amua kubeba pale nyumbani. Mwalimu wetu wako hapo, utaongea naye vizuri, utaelewana. Hiyo kazi ni ya kazi ya mikono ya watoto wenu wenyewe. Haya, kila mtu anataka hivi. So, hii ni art and craft. Yote hiyo ni art and craft. Hii ni sehemu nyingine ya art and craft. Kuna mambo ambayo yanasomwa pale yanaitwa montage, wala ambao mlisoma kitambo kidogo, na kuna collage ambazo unaweza chora kitu kwa karatasi ama unaweza kuwa na board kubwa uchore ndege hapo vizuri kisha uweke kitu kama wimbi. Hizi materials zimetumika ni material tu zinazopatikana, they are local available. Unaweza amua kutumia wimbi. Pia maharage yako hapa, mnasema mbosho kwa Kikuyu, iko hapa. So hiyo ni kazi ambayo imefanywa na wanafunzi wa grade 3. Ukiangalia hapa tuko na huyu ni ndege yupi mwenye anaweza mu-identify? Huyu ni ndege yupi? Nasikia wengine wakisema flamingo, wengine crane. Kwa hivyo hii ni kazi ambayo pia mtoto anaweza ifanya pale nyumbani na akaweza kupamba nyumba. Hii kazi ikiwa imefanywa vizuri kisha iwekwe kwa ukuta, mgeni akiwa pale nyumbani na hakuna redio wala hakuna ile chati ya Kristo na verses anasoma, macho atakuwa very busy akiangalia hizi njaa kabla ulete chakula. So macho yake atakuwa very busy na atakuwa akiangalia pale. Tuko na adabu ambayo pia imetengenezwa kupitia kwa mchele, tuko na wimbi na tuko na maharage pale. Wakati wanatumia hizi ni kuleta colors tofauti tofauti ambazo zinapatikana katika manyoya ya ndege. Kuna manyoya hapo unaweza pata mengine ni brown, mengine ni white, mengine ni red. So hiyo ni kuonyesha kwamba ndege wako na manyoya tofauti tofauti. Kisha kwa wale wapenzi wa samaki kama mimi tuko na mnyama hapa ambaye anapatikana majini ambaye ni samaki. So pia hiyo ni kazi mojawapo ambayo ni ya creative arts. Kwa hivyo wakati mtoto anakuja nyumbani anakuambia mami tulituma wimbi,
Usimfoke ukamwambia digithia wewe. Wimbi mnaenda kupanda. Hapana. Wimbi hii ni kazi ambayo anakuja kufanya hapa shuleni. So wimbi ni kidogo sana, huwezi enda hasara. Ukimtolea wimbi mkono mmoja, kwani utakataa kuuza hiyo nyingine? Haiwezi kataa kuuzika. So tuwasaidie katika hiyo hali. Kisha tuko na wengine ambao wanajua kutumia colors hapa vizuri. Ni kazi ambayo wameifanya, wamechora mtu hapa. Huyu mtoto nikiangalia vizuri anajaribu kuimagine mazingira ya nyumbani. Nyumbani kuna mtu wako hapo, na hapa juu ameimagine akasema juu ya kichwa cha mwanadamu kuna mawingu na kuna jua. Kwa hivyo analeta environment, anaiweka katika karatasi. Kisha nyumbani mwanadamu haishi peke yake. Mwanadamu huwa amefuga wanyama pale nyumbani. Kwa hivyo hiyo ni kazi ambayo inafurahisha sana. Mwanadamu ni mtu ambaye anapenda maua, na katika maua huwezi kosa mnawaita aje? Vipepeo. Hamwezi kosa vipepeo pale nyumbani. Na akaimagine akafikiria ni nini ambacho huyu Mungu anaweza ona akimbilie mwenyewe. Kuna mfupa kwa mkono. Haya, huyu naye kulingana na wakati mahali tuko saa hii alifikiria jambo moja. We are on a Christmas season. Tunaelewana wazazi. So akasema mimi nitafanya nini? Akaangalia akafikiria wacha nichore jamaa ambao amevalia Christmas what? Veil. Asante sana kwa hilo. Tukijaribu kumaliza. Huyu naye alifikiria mwanadamu huwa na mikono, si ndio? Na mikono iko na vidole ngapi? Mikono iko na vidole 5. Kwa hivyo akachukua karatasi akaweza kuweka mikono hapo vizuri na akaiwekea colors ndio iweze kuonekana hata mtu akiwa mbali anaweza fanya nini? Anaweza ona. Kisha acha nianze na hii. Huyu mwanafunzi alifikiria, ukiona hivi ni mazingira ya Gishagi. Si ni ukweli? Hii ni necklace ambayo imetengenezwa ikitumia mesogoro ile mnasema na nini? Na tunasema pepe. Hiyo ya mahindi. So huyu mwanafunzi ukimuuliza hakuna pesa hata ndugu ametumia hapa. Hakuna pesa. Kitu amechukua ni hiyo misogoro ya nyumbani, akachukua hiyo mnasema mnajua vile mnaita kwa Kikuyu, sitaki niharibu, na akachukua uzi tu ambayo alitumia kutengeneza necklace hapo. Mwingine yeye huyu ni Bontao. Ukiangalia huyu ni mtu wa wapi? Huyu ni mtu wa town. Town watu wanakunywa soda kwa wingi, hiyo ndio kitu wanajaribu kutuambia. Na kuna beads ambazo zinawekwa zinanunuliwa. Yeye akaenda akachukua pesa akanunua beads na uzi ya viatu, lakini straw alipata kutoka kwa watu wa kuuza nini? Soda. Na akaikatakata. Hii mnaona hapa, hii ni straw ambayo imekatwa, si kitu kingine, very expensive. So akatengeneza necklace ambayo unaweza ikunja mara mbili na ufanye nini? Na ukavae kwa shingo. Hebu tujaribu tuone kama inaweza ingia. Simeingia? Na simekuwa sawa. Haya. Huyu naye ni mwanafunzi mwingine alifikiria akasema tumekuna mahindi na maharagwe bora. Si ni ukweli? Akasema kuliko nisumbue mzazi, sinifikirie tu nichukue mahindi, nichukue maharagwe, nifanye maji nika necklace. Hivyo tu. Mwingine yeye kama nyumbani kulikuwa na maharagwe peke yake na tunashukuru, na akachukua maharagwe na uzi akafanya nini? Akatengeneza necklace, although hakujaza yote ikaweze kukamilika vizuri. Haya. Mwingine hapa alichukua fursa hii akafikiria, akasema shuleni kunapatikana biro pens ambazo zimeisha, zile tubes za biro pen.
Kisha akachukua na kalamu nyingine hiyo akakata, akachukua ile nini ya ndani tube akakatakata, kisha akafikiria akaona kuna slippers ambayo huenda imetupwa kwa dustbin. Akaiendea na akatengeneza aro hapa vizuri. Kitu kama hiyo ukitengeneza huko town unauza shilingi 300 wakati imepewa mapambo vizuri. Ukweli ama uongo? Kina mama mpo? Mpo? Mnaelewa chenye nasema. Ya mwisho hapa ni sehemu tu ambayo imetengenezwa na hizo tubes za Biopen ambazo ni kama hii nyingine kubwa ambayo nimewaonyesha. Ni vile imeshikana hapa lakini itatoanishwa baadaye. Kisha kuna mwanafunzi alikaa akafikiria. Nani anaweza gesi ile nini? Who can guess? Viungu. Yeye alifikiria akasema huko kunaweza kuwa hii ni pot ama ni guad? Hii ya katikati ndio chungu. Lakini mwanafunzi anatuambia kwamba anajaribu kutengeneza kitu kinaitwa hapa juu mkiangalia ni nini? Ni kifuniko ya mursik. Hiyo ni ekerandi hiyo. Mwingine anasema ni ekerandi kiligusi. This one. Alafu ya katikati ni nini? Ni chungu, ya juu ni ile ya mursik, si ndio? So mtoto anajaribu kutuonyesha ya kwamba vile vitu ambavyo tulikuwa tunavitumia kitambo bado tunaweza vitumia. Guad inatumika katika ugandaji wa maziwa na pia unaweza tumia kuwekeza wimbi, wale wamama wa kitambo walikuwa wanaelewa. Unaweza tumia kuwekeza maji. Chungu pia kinaweza tumika katika uwekezaji wa maji, na ambalo ni jambo ambalo lilikuwa linafanyika, na maji ya chungu yanakuwa baridi mazuri sana. Kisha chungu chenyewe kinaweza tumika katika upishi, na tuna jambo lingine hapa juu ambapo tumeangalia tukasema kwamba ni guadi ya mursik. Mursik ni maziwa mazuri, nafikiri tumeyanywa hapa, na hata mimi nimeyanywa. Sikuwa nimetumia maziwa ya mursik, but leo nimeyaonja nikasikia vile yanateremka vizuri. Kwa hivyo hiyo ndio kazi wanafunzi wetu wamemanage kufanya. Kisha ya mwisho sasa, tuko hapa ya mwisho. Wanafunzi wetu walifikiria wakasema ya kwamba kuna kitu tunaendaka tuka kununua, sio tunaenda kununua pale nyumbani ama kanisani. Wao wakasema sisi hatuna pesa, si miti shule kuna miti, wacha tuchukue branches mbili tutengeneze nini? Christmas tree. Na wakaitengeneza wakaipamba. Ukiangalia hapa kuna maua, kuna balloons, kuna ribbons hapo, kuna one of the ones ambazo ndio wametengeneza hapo vizuri wakaweka. Nafikiri hii wametengeneza kulingana na season. Ukiangalia ni mzazi utagundua ya kwamba watoto wetu ni very creative. Wanaenda kulingana na seasons. Season ikiwa ni ya kuvuna watakuonyesha kile ambacho wamefanya nyumbani. Season ikiwa ni ya Christmas pia utaonyesha kwamba hao watoto wakizao tayari zile switch wanaelekea wapi? Christmas. Na ndio wamefanya nini? Wametengeneza. Sehemu nyingine ya maana sana nilikuwa karibu kusahau ni hii. Hii bado ni creative arts. Watoto walimagine. How are you? Mlijaribu kutengeneza hii hapa? Hii ni ya grade 2. Kwa hivyo hii si ya grade 3. Kwa hivyo nataka kutuambia hata grade 2 anaweza fanya kazi vizuri. So, hao ni wanafunzi wa grade 2. Hii ni grade 2. Hao ni wanafunzi wa grade 2. Mmoja wapo hapa ambaye anatengeneza hii anajulikana kama Christine, kuku yake iko hapa. Tuko na Linda anafanya kazi yake hapo. Tuko na Masi Wanjiko, tuko na huyu hapo anaitwa Jena, na tuko na Precious Ziti Jaria. Wamefikiria wakajua kwamba kuku huwa na manyoya, and that is exactly what they have done. Kisha ndani ya hapa ni grade 2. Nyumbani tunafuga kuku, si ndio? Kwa hivyo wacha niwaambie wazazi, kile kitu ambacho tunafanya nyumbani, usifikirie mtoto haoni wala hajui. Anaona vizuri sana. Ukimuuliza chora ng'ombe wa nyumbani kwetu atachora. Chora nyuma ya kuna ukala atafanya hivyo. Hapa tuko na kondoo.
Mbona unafikiria ni mahali pa kondoo wanafugwa vizuri? Na tuko na Michael Kuria, ni mwanafunzi wa grade 2. Wazazi, kitu ambacho kimetumika hapa si tu wameenda wakachukua manyoya kwa mbuzi ama kondoo. Hii ni cotton wool wametumia na wakakata vizuri na wakafit. Ukiangalia vizuri, this is exactly how a sheep looks like. Anakuwa na manyoya mengi, kisha hapo kwa kichwa kidogo manyoya yanapungua. That is creativity. Kuna mwanafunzi mwingine hapa. Huyu ni kondoo wa Kenya. Huyu ni wa Kenya. Kuna kondoo wa nchi zile zingine kama huko Europe wanakuwa na manyoya all over. Na ndio hao mwanafunzi alimati akasema mimi wangu atakuwa na manyoya mpaka kwa mwisho. Hii part ya mbele inaitwa haya. So hao ndio wanyama ambao wanafunzi wameweza kutengeneza. Kuna Michelle, kuna Debra, Cherono, kuna Melvin. Hiyo kazi yote ni ya grade 2, nao wakasema hawataachwa nyuma ila kuwakilisha kazi yao waweze kuonekana na wazazi. Asanteni sana na Mungu akaweza kuwabariki. Kutoka hapa tutaelekea tukae tuweze kusikiliza hotuba kutoka kwa wazazi wawili, wanafunzi wawili, na kuna kitu